Mapigano makali yameripotiwa katika nyanda za juu za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya mashariki yake baada tu ya waasi wa M23 wanaoshirikiana na Alliance Fleuve Congo kufungua uwanja mpya wa mapigano katika eneo la Runingu. Hali hiyo imezua taharuki kubwa kwa kuwa madai yanaendelea wakiwa wanakiuka makubaliano yao ya kusitisha vita, lakini vita yenyewe haiishi na endelea tu. Na pia huko katika wilaya ya Walikale, jaribio la shambulio dhidi ya ngome ya kimkakati ya Fungura imezuiwa na jeshi la serikali FARDC likisaidiwa na wapiganaji wake wa Wazalendo. Tukio hilo limeonyesha kuendelea kwa mapambano makali kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23 katika eneo hilo lenye umuhimu wa kiusalama kwa mji wa Pinga. Tutamalizia habari zetu ndani ya kijiji cha Buhimba ambako waasi wa M23 waliweza kuchukua eneo hilo na maelfu ya wakaaji ndani ya mji huo walilazimika kukimbia kwa kuwa walikuwa na presha kubwa. Acha basi tuanze na habari yetu ya kwanza kutoka huko Runingu ndani ya Haut Plateau ya Uvira. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano hayo yamezuka katika kijiji cha Kitabo kilichopo katika groupement ya Runingu ndani ya eneo la Bafuliru kwenye nyanda za juu za Sange na Runingu. Inaripotiwa kuwa makundi ya Wazalendo yameingia katika mapambano makali dhidi ya wapiganaji wa muungano wa M23 na ADF. Mashambulizi hayo yanaendelea kutajwa huku waasi wa M23 wakiwa wanadai kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini vita hiyo inaendelea kwa kuwa wao ni chanzo cha ukiukaji wa makubaliano hayo. Na vyanzo vya ndani vinaonesha kuwa hali ya usalama bado ni ya wasiwasi mkubwa, huku milio ya risasi ikiendelea kusikika katika baadhi ya vijiji jirani na vijiji vya karibu na hapo ndani ya Runingu. Hadi sasa ni vigumu kuthibitisha idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa kutokana na mapigano hayo kwa kuwa hali ya usalama bado hairuhusu tathmini kamili kufanyika. Wananchi wengi wameripotiwa kuyahama makazi yao wakihofia usalama wao. Acha basi tuhamie uko Walikale ndani ya Kivu Kaskazini ambako waasi wa M23 waliweza kufanya jaribio la mashambulizi kuelekea vikosi vya serikali, lakini vikosi hivyo vya FARDC viliweza kuzuia shambulizi hilo ndani ya vijiji kama vile eneo la Katobi katika kijiji cha Banakindi, groupement ya Kasimbi wilayani Walikale ndani ya kilima cha Fungura. Kwa mujibu wa vyanzo vya kikamili vya eneo hilo, washambuliaji hao walitokea Mpeti kabla ya kuanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zilizodhibitiwa na jeshi la serikali, yaani FARDC, kwa usaidizi wa wapiganaji wa Wazalendo. Kilima cha Fungura kinatajwa kuwa ngome muhimu ya kiusalama kwa muji wa Pinga ambao ni kitovu cha shughuli katika sehemu ya hiyo ya Walikale. Endapo kingetekwa, kingefungua njia ya kimkakati kuelekea maeneo mengine jirani. Mashahidi wanasema milio ya risasi nzito na ndogo ilisikika kwa masaa kadhaa, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa raia wa Walikale. Hata hivyo, vikosi vya FARDC vikishirikiana na Wazalendo vilifanikiwa kuzuia hatimaye na kurudisha nyuma washambuliaji hao wa M23 ambao waliweza kurudia katika nafasi zao za awali baada tu ya kushindwa kupenya ndani ya eneo hilo. Shambulio hilo
linaonyesha wasiwasi katika muktadha wa hali tete ya usalama inayoendelea katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini, hususa katika wilaya za Walikale, Masisi na Ruchuru ambako mapigano kati waasi wa M23 na vikosi vya serikali vinaendelea kuripotiwa mara kwa mara. Hali katika eneo la Pinga inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wakazi wakihofia kurejea kwa mapigano katika siku zijazo. Hizo zilikuwa ni habari kutoka huko Walikale, na hacha basi tuhamie katika kijiji kingine cha Walikale ambako ni kijiji cha Buhimba ambacho kiliweza kuripotiwa leo hii kwamba waasi wa M23 walifanikiwa kulithibiti kutoka katika mikono ya vikosi vya serikali FARDC wanaoshirikiana na wazalendo. Tangu asubuhi ya siku ya jana tarehe 2 Machi, kumeshuhudiwa wimbi kubwa ya wakimbizi kuyakimbia makazi yao katika vijiji vya Kailenge, Mikwiti na Luhando vilivyo katika groupement ya Waloa ya Yungu. Wakaaji katika eneo hilo wanaendelea kutoka kwa kuogopa kuwa shambulizi lingine linaweza kutokea ambalo wanaona kuwa linaweza kuwa ni kulipisha kisasi au operesheni ya kiusalama ikiendelea ndani ya mji huu. Ili kuweza kujilinda, wameamua kuchomoka wenyewe. Kwa mujibu wa katiba tawala wa groupement hiyo, baadhi ya wakimbizi wamekimbilia porini huku wengine wakielekea vijiji vya kusini mwa eneo hilo. Tayari tangu Jumapili, wakazi wa vijiji vya Ngenge na Kangeti walikuwa wameanza kuondoka mara tu baada ya Buhimbi kutekwa. Hali hii inaongeza pressure katika mazingira ambayo tayari yalikuwa magumu kibinadamu. Eneo la Waloa ya Yungu lilikuwa tayari linahifadhi wakimbizi waliotoka sekta ya Oso Byanyungu katika wilaya jirani ya Masisi. Ongezeko la wakimbizi limeongeza uhaba wa makazi na chakula na huduma za kiafya. Kutokana na hali hiyo ya sintofahamu, shughuli za masomo zimesimamishwa katika vijiji kadhaa vilivyoathiriwa na vita hiyo. Shule zimefungwa na kwa sababu wanafunzi na walimu wengi wamekimbia, jambo linalohatarisha zaidi sekta ya elimu katika eneo hilo ambalo tayari limekumbwa na migogoro ya muda mrefu. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, endelea kuwa nasi, tutakujuza habari zaidi. Hii ni Kwetu News 24 ambayo inaendelea kukuletea habari siku baada ya siku. Na hivyo ukiweza kushare na kucomment bila kusahau kusubscribe, ili tatupatia nguvu za kuendelea kukuletea habari kila siku na kukufikishia mahali kote ambako uliko. Asante sana kuweza kuchagua redio yetu hii Kwetu News 24.